ile ikija mnajipangia wenyewe na kupanga matumizi ya eneo lenu. Boniface Anyisire Mwabukusi, wakili msomi na rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS, anayo tafakuri ya mwana mageuzi kutoka Busokero kuhusu ushiriki wa uchaguzi. Anasema katika ukurasa wake wa Facebook kwamba katika kipindi cha harakati za mageuzi ya kweli nchini, tulishuhudia wimbi la watu waliotufikia wakiwa wamejifunika mavazi ya wana mageuzi, lakini ndani yao wakitafuta nafasi ya ajira, vyeo na uwekezaji binafsi kupitia mgongo wa siasa za upinzani. Wengi wa hawa hawakuamini katika mageuzi kama misingi ya maisha au itikadi ya kweli, bali waliliona jukwaa la upinzani kama daraja la kupata nafasi binafsi za kiuchumi na kijamii. Kipaumbele kwao kilikuwa sio kusimika misingi ya haki, wajibikaji au demokrasia, bali kupata ruzuku, fedha na rasilimali nyingine kwa ajili ya manufaa yao. Cha kusikitisha, ruzuku hizi hazijawahi kuangukia chini kusaidia wapigania mabadiliko wa chini, bali zilitafunwa na wachache wa juu. Wakati wanachama wa kawaida walijitolea damu, jasho na machozi, waliosimama juu ya majukwaa waliendelea kufaidika kwa jina la harakati. Katika mazingira haya, ni vigumu mno kufikia mwafaka wa kweli au maamuzi ya kimaono katika kikao ambacho kinakutanisha mlakunde na mtupa maganda, yaani kati ya wale wanaoona uchaguzi kama njia ya ukombozi wa wananchi na wale wanaouona kama nafasi ya kujiimarisha binafsi. Kwa hivyo, swali la kushiriki au kutoshiriki uchaguzi si swali rahisi. Ni swali linalogusa misingi ya uadilifu, imani ya kweli katika itikadi na dhamira ya ukombozi wa taifa. Ni lazima tufikie mahala ambapo hoja zetu hazijengwi kwa misukumo ya tamaa, bali kwa misingi ya kiitikadi, uzalendo na maono ya kizalendo. Ukiona mkazo wa mtu uko kwenye ruzuku kuliko haki, uhai na demokrasia ya kweli, jua na tatizo la apedomia, kama alivyosema hayati mchungaji Christopher Mtikira. Amemaliza Boniface Mwabukusi katika ukurasa wake wa Facebook, huku baadhi ya wasomaji wa ujumbe huo wakitoa maoni yao kama ifuatavyo. Dennis Joseph anasema, hakuna mwanasiasa wa Tanganyika anayegombea nafasi ya ubunge kwa nia ya kuwasaidia wale wanaomchagua. Kama wapo ni wa kuhesabu, na hao wachache hawaonekani sababu ya wengi walio wabaya. Wanagombea ubunge wengi wanaenda kutafuta pesa, na huu ndio umekuwa msukumo mkubwa. Nenda kakague hali za kiuchumi za wanasiasa wetu baada ya kumaliza miaka 5 ya uongozi, uone jinsi walivyo na ukwasi wa kutupwa. Watu wenye nia ya kweli ya kuwatumikia wananchi ndio walitaka hata katiba mpya itumike, lakini wale wengi walafi hawataki, maana wanaona ni mwiba mkali. Nchi yetu kama sisi wapiga kura tukiamua kubadili inawezekana kabisa. Amani mali ya Mungu, anasema. Ili kupata vingi lazima tukubali kupoteza vionekanavyo vya maana kwa macho, ila kwa jicho la akili na amani na manufaa wa wengi ni sumu. Tukubali kuwa kwa muda, acha tufunge milango ya ulafi na tumbo, tufungue moyo wa bidii na kufungua tumaini la wengi la amani ya moyo na furaha ya wengi, tukastawishe wajao kama tulivyo piganiwa na waliopita. Mwandandila anasema, mkuu, piga kazi bila kuteteleshwa na usigeuzwe na uchawa. Dick Sniper anasema, kama hawa walanguzi njaa 55. Mtumishi wa Mungu Nelson anasema, kwa wale mnaoogopa kusema ukweli, kusimama ama kusimamia haki ya Mungu, kesho ya taifa lenu na hatima za vizazi vijavyo, ninataka mtafakari mambo haya chini. 1. Nguvu ya waovu wote duniani ni hofu ya wenye haki na ukimya wa wanaojua ukweli. Kadri namba ya wasema ukweli
wasimamia haki inavyozidi kuongezeka, inakuwa ngumu kwa waovu kumthibiti Mungu na mkono wake wa haki na kweli ulioenezwa kupitia watu wengi waisemayo kweli na kusimamia. Mwaka 2025 ni mwaka ambao Mungu anauinua jeshi kubwa la wasema ukweli, wapenda haki, wasio na itikadi za siasa, watakaowasha moto wa ajabu Tanzania. Na habari njema, kuzimu haitawazuia kwa njia yoyote, na Mungu atajulikana, kuheshimiwa na kuogopwa mno kwenye taifa hili. Namba 2, maisha ya mtu hayapo kwenye wingi wa miaka aliyoishi, bali kwenye mchango wake mdogo au mkubwa kwenye umri alioishi. Kwa walau familia, ukoo wake, wilaya yake, mkoa wake, au hata taifa na bara lake. Woga wa kuuawa, kutekwa, kupewa sumu, kupewa ulemavu, kupotezwa na mengine ya namna hii ni setup ya kichwani kutoka kuzimu ili kuwatia hofu na kuwanyamazisha watu wasiwe wa kweli. Nyuma ya hiyo michezo ya kishetani kikatili kuna umwagaji damu ambao ni utoaji sadaka kwa ibilisi, na ikitokea ndiyo sambazwa hofu na kunyamazisha mioyo ya wa kweli. Ninayo habari njema wa mwaka 2025 Tanzania. Uchawi na kafara hizi za utekaji, umwagaji damu tumeushinda kwenye mahakama ya mbinguni, na tutaiona hukumu ya Mungu juu ya watu na mifumo hiyo ya kipepo, asema Bwana wa majeshi. Mwaka huu hakuna mwenye haki aliye na Mungu vizuri atakayetekwa, umizwa au jeruhiwa na wajumbe wa kuzimu. Baada ya kuandika haya, ninafungulia jeshi la mbinguni la watu waliopakwa mafuta kusema ukweli, na ninaizika jumla roho ya hofu na mashaka kwa nguvu nyingi za Roho Mtakatifu katika jina la Bwana Yesu. Ufunuo wa Yohana 12:11, nao wakamshinda kwa damu ya mwana-kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Emmanuel Materu anasema, unawafuatilia G55 huko Jambo TV. Wamesema wao ni speaker tu, wazungumzaji wamejificha. Kitapondia Deusi anasema, mimi naona hadi aibu ninapomuona mtu hata hana remorse ya kwamba mwenyekiti yuko rumande, hata aoni maumivu. Watu wameuawa kwa kugombea ujumbe wa mtaa kijiji, hana remorse kabisa kwamba watu waliweka pesa zao wakagombea ujumbe. Mwenyekiti, udiwani na ubunge na urais wengi walishinda, lakini kwa kuwa kanuni na sheria zina makengeza hawakutangazwa washindi. Boniface Anyisire Mwabukusi, asante kwa ujumbe wako. Isaac Genchiri anasema yule kiongozi aliyepita wa CDM alikuwa ndo kinara wa usanii huyu. Emmanuel Nkumba anasema tafakuri njema. Kuyeye Singu anasema mfumo wa uchaguzi, wenye akili timamu wanaweza vipi kuwa na mfumo huu wa uchaguzi? Kichaa akifanya mambo yanayoendana na ukichaa wake hachekwi. Utamcheka vipi isipokuwa kama ulidhani kuwa ni timamu? Lakini ukimkuta mtu kichaa anafanya mambo ya kitimamu, ni lazima ujiulize kama yawezekana ukichaa wake utakuwa umemtoka. Geoffrey Kajigiri anasema, mzee, asante, wataelewa tu. Julius Boni anasema, umemaliza, siongezi neno, na nimegundua jambo hili ni hakika baada ya uchaguzi wa viongozi kwenye chama ninachokipenda sana, yani kuna jambo moja tu na kulaumu, andishi lako limechelewa sana. Godson Lema anasema kweli kabisa. Ballet Mosha anasema madikteta wengi sana wana shida ya akili, kwa sababu hakuna mtu mwenye akili timamu anayewaza kuwa dikteta. Ujinga na uchawa ni kama dawa za kulevya ambazo madikteta wapulizia raia ili kuwadanganya na kuwatawala kwa mkono wa chuma. Ndio maana kazi kubwa ya madikteta ni kuwashughulikia watu wote wenye uelewa, wasielimishe umma kuhusu haki zao na demokrasia. Leo nimeshangazwa na mtu anasema tunakubali maboresho lakini tunakubali uchaguzi.
Hawa kabisa hawana nia ya maslahi ya wapiga kura moyoni mwao. Sanga Ibra anasema mtazamo wako wa msingi upo kama wangu kuhusu yanayoendelea, ila ufafanuzi wako umeenda mbali sana. Super B kaka. Baraka Masereko anasema uko vizuri sana, nimependa. Mzee ya moto anasema umesomeka mheshimiwa. Felix Sanga anasema Mithali 6:12-14-25-27 na 32 kisha Mithali 7:1-24 imekataa mzizi wa fitina na wazaweza na kuwazungusha watu porini na kuwalisha matango pori ili wafe, huku mkijua ni sumu, kisha mnasingizia shetani asiyeonekana na kuzimu isiyoonekana, wakati vyote vipo, visible, tangible and touchable. Yohana 8:44 na shabiana na mistari iliyotangulia katika Mithali 6 na 7. Mwongo, muuaji, mnyang'anyi, mchawi na kadhalika. Kasela Mdachi anasema rais wetu, kipi kifanyike hapo? Ukweli ni kwamba siasa sasa imekuwa ni biashara, kwani kuna watu waminika haswa mitaani na kwa watu wanyonge, lakini hali imeendelea kuwa duni kwa watu hawa ambao hutumia muda wao na kuwapa mileage, lakini mwisho ugeuka na kuwa fursa za kukwamisha maendeleo. Frederick Ndiwi anasema asante mkuu, sisi enyewe hapa tuna hasira hatari, no reform no election, msako mkali dawa. Anasema kama Chadema ajenda yao kuu ni kupata mafaraka tu, sijawahi kuwasikia wakiongelea swala linalohusiana na maisha ya watu. Faida bin Zakaria anasema asante bro. Boniface Anyisire Mwabukusi, Mungu akulinde hata mwisho wa harakati hizi, wewe ni mtu wa thamani sana. Gideon Teddy Mwansile anasema nilimshangaa sana jasusi. Iman Mwakisi anasema hakika Busokelo tuna kichwa timamu na sio kama wenye vichwa panzi. Habibebi mzigo brother, Mungu aendelee kukulinda na kukuimarisha daima. Mjenzi fundi na Shoni anasema ni kweli kabisa mkuu. Juma Bib Juma anasema mwenye kupinga apinge kwa roho mbaya yake, ila ukweli umeunena. Omitinzed anasema naam, umenena vyema kabisa. Njaa 55 na wakaungane na ACT, mbona imewaita hawataki kwenda. Elia Mwamgongwa Kajigira anasema kibaya zaidi wanatumia neno kuvunja amani kila hotuba zao. Wanatengeneza hofu kwenye mioyo ya watu. Wanasahau kuwa matendo yao yapo miaka ya 70, wakati wa Tanzania wapo 2025. Kila mtu anajua haki yake na wanageuza kwenye mawazo chanya kwa taifa kumuita mvunja amani. Inafurahisha sana kuona wanakata tawi walilokalia taratibu. Gerard Mangonji anasema kweli kabisa. Tin Muga anasema mfano sahihi ni John Mrema na kundi lake au kile chama cha Dhambarau. Erasto Changa anasema ACT Wazalendo ni opportunity seeker. Mwakimpeli Jason anasema naam, endelea kutulisha chakula safi ya ubongo kaka. Haya ni maoni ya baadhi ya wasomaji katika chapisho hili la Boniface Mwabukusi ambalo ameeleza kutoka huko Busokelo, akisema tafakuri ya mwana mageuzi kutoka Busokelo kuhusu ushiriki wa uchaguzi. Hii ni Nyikani TV na langu jina ni Gordon Kalurunga.